kama nilivyopanga tukasema asubuhi ikifika saa 6:30 maulidi yatakuwa yamekwisha. Kwa hivyo naona tumemaliza kulingana na wakati. Sasa imefikia wakati wa kupata chakula cha roho ambayo ni mawaidha, na tutakwenda vile itapangwa, kwa sababu tuko na mzee wetu chini ya amri ya mzee wetu Maalim Abbas, Mwenyezi Mungu atamhifadhie, na chini yake mkifuatini tena ni Ustadh Shamsuddin. Kwa hivyo mimi nilikuwa sifai hata mimi nitamkaribisha Shamsuddin, alafu yeye ndio atampanga yule ambaye atakayezungumza na vile tutakapokwenda katika mawaidha inshallah. Kwa hivyo inshallah ikifika saa 7 kamili tutaswali, tutaadhini na tutaswali saa 7 kamili. Alafu baadaye inshallah majua yote si lazima mwambie. Kwa hivyo mimi nitamwalika Ustadh Shamsuddin. Na Mungu sio mstari. Aliuliza kuna dua. Hiyo dua ndio muhimu. Baada ya ile akose hiyo dua, lakini ni watu muhimu ni hiyo ya mwisho wa sala. Baada ya dhambi tutadhiniwa, alafu dua. Haya, baada dua kwanza, baada ya dhambi tutasema dua. Sawa. Inshallah kisha baada ya dhambi dua. Sivyo? Inshallah tuseme kwa sababu dua ndio. Tumsalieni Muhammadin Rashia Muhammadin Shia Sabu tupateni kwa kumsalia Muhammadin Rashia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأدلة الصالحين. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia kuwa na jambo kama hili ambalo ni la muhimu na ni la enzi hapa Pumwani. Kwa wengi hawajui tarehe ya hapa, lakini wazee wetu mashaallah bado wapo, na tuwaomba waandike hizi kumbukumbu ili haya maulidi yajulikane asili yake na umuhimu wake. Miaka miwili sikuwahi maulidi haya kwa sababu ya safari na haya mafungo ya corona haya, na nilisikitika sana, lakini moyo wangu ulikuwa pamoja na watu wote hapa na tukishirikiana sana na Ustadh Muhammad atanikiwa mbali. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na jambo hili lenye kuendelea. Namshukuru pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuletea wazee ambao ndio walituasisia vitu kama hivi. Haya maulidi ni ya kitambo. Mimi mwenyewe ndio niko katika mwanzo wa miaka 60. Na babangu akiwa hapa alimzaa ndugu yangu katika mwaka wa 1939. Akaitwa Kenya kwa sababu ya kuzaliwa hapa. Wakati huo maulidi yalikuwa yaendelea, kina Sheikh Ahmad babangu, kina Sheikh Abdallah bin Ali bin Khalid waliyapata tu ya maulidi. Lakini kuna tarehe kwa tangu wakati wa Sharif Said al-Bir ambaye ndio babake ustadh wetu Ustadh Rahil Muhammad Sharif Said al-Bir, mafumuna wote Mungu warahamu wote, alikuwepo hapa, na maulidi haya yaliasisiwa kama si hapo ni kabla hapo. Kwa hivyo tukihesabu yetu ya 60 na hao yalopata tunakaribia kwenda miaka 100. Na kuitwa Riyadha wa msikiti ilitokana na athar ya maulama kutoka Riyadha ambao walikuja na wakaasisi maulidi kama haya. Tukiinukia tunawakuta kina Sheikh Chole kutoka Amu ndio wenye kutoa darasa hapa tukiwa watoto hapa tusoma madrasa hapa, na tukawakuta
Maalim Umar Zororo, jina lake kamili ni alitoka Amu. Umar Muhammad Zororo sijui jina alipewa hapa. Nikiona hiki kigoma hiki kipigo mkumbuka yeye. Akiongoza Zafa na nini, na watu wengi wengine siku ni mashehe wakubwa kwa Wahabi ndio walipiga mapali. Sasa maulidi haya yako mazuri sana makubwa, na kafila nyingi hizi mwazisikia ziliasisiwa huko kwa Amu. Kwa hivyo tunaposoma Sumtudura na tunaposoma Barzanji na kafila za Kiswahili, asili ni kama moja. Sitaki kwenda sana kwenye asili, utaruka mpaka visiwa Bangazili, haina haja. Lakini almuhimu ya maulidi ni maulidi muhimu na ni yetu sote. Mtu akija hapa ajue yeye ni mtu wa hapa, maulidi haya ni watu wote. Na ndio alozaa maulidi mengi. Mpaka maulidi kutoka watu kutoka hapa wakenda wakaanzisha maulidi Dandora wapi na wapi. Lakini la muhimu ni ile tarehe yao maulama, kuheshimiwa kwao na kufuatwa kwao, ndio imefanikisha mpaka leo ikawa sisi tuko katika tarika kama hii na tusome maulidi kama haya. Nimeanza na kasida tumswalieni Muhammadin Hashimia Muhammadin Qurashia. Kasida hii na maajabu yake. Na wale ambao tulikuwa madrasa wakati ule tukiwa watoto wakubwa zetu ndio kusoma hizo kasida. Sasa mmoja katika wale wakubwa tumekutana naye juzi, akanambia jambo ambalo mimi sikuwa nalijua. Ananiambia una habari kasida hizi alizotufundisha nani? Nikamwambia mimi sijui. Akasema ni Sheikh Ahmad Muhammad Saleh. Ndio alotunga hizo kasida na ndio alizofundisha. Yaani maulama wengi sana waliokataa tarika na kuasisi maulidi huku wengi sana. Wengine hawapendi kutajwa, lakini kwa hakika ya maulidi yameendelea vizuri sana. Mpaka kuja kufika kwa baba zetu, ndugu zetu kina Sheikh Nur, yakavuka mpaka kuja kufika kwa kina Sheikh Abbas, ambao waliyapokea kutoka kwa mashehe wao wengi sana, tuwezi kuwataja wote, watakuwa ni wengi. Lakini maulidi haya si maulidi ya kawaida, ni maulidi ya asili hapa Nairobi. Na kila anayekuja hapa asiseme maulidi ya majengo, ajue ni maulidi yetu haya, na tumeasisiwa na wenyewe mashehe wetu wakubwa. Lakini imekuwaje tukafaulu mpaka hapa? Kwa sababu ya taa na kufuata heshima na adabu ya wanafunzi kwa walimu wao, ndio wakaona umuhimu wa kuendeleza mambo kama haya. Maalasafi shadidi, inasikitisha sana sisi mtoto akisoma kidogo akaenda juu akawa kasoma mbali huko akaja akazungumza Kiarabu kingi sana kutoka na mapua, inakuwa ile heshima kwa walimu wao inavunjika. Na ikifika kiwango fulani wale walimu wetu wazee, wale ni wazee mambo yao wao kupata. Sasa wale tuwasifia tuwaita nani? Hao ndio wazee ambao ni tuwaita nani? Kuna maustadhi wakubwa sana hapo wamefanya ijtihadi hapa. Tukiwataja itakuwa kama kubagua, lakini kuna ustadhi sitaki kosa kumtaja, Ustadh Muhammad Mbwana, katika maulidi haya alikuwa mstari wa mbele sana. Ndugu ya Abdallah Mbwana simtaji kwa kuwepo hapa. Tulipovunjwa msikiti, yeye na Ustadh Ali Ustadh Ali huyu wa Mama Fatuma na marhumu Ustadh Ali Ausad na Ustadh Lali marhum walisimama na sisi hapa kufanya darasa, ikiwa msikiti umevunjwa mpaka tukenda kwenye uwanja huu. Kwa sisi tukiswali tarawih na Sheikh Abbas tuswali kwenye maji, tumevunjiwa msikiti, tukaweka mabati ikawa ya vuja yale, ikabaki siku chache hivi wakatuvunjia pia msikiti, lakini tulisimama pamoja. Na kwa sababu ya support tuliyopata kwa Sheikh Said Abdallah na Ali Asad, Mungu awabariki, na kwa mustakbali tukawa tuna nguvu, darasa zikawa zinaendelea hapa na tukatupa nguvu. Inabidi tuwashukuru waliotupa elimu ya kuswalia, kwa kuwa tulipata tabu wakati wa Elnino tunaswali pale, tukanimagine tuswali pale. Sasa hii ndio inaleta mafanikio, ile heshima za wanafunzi. Na mimi mpaka hata watoto wangu usia, alosomesha alifu wewe usijaribu kumdharau. Ile alifu ndio mwanzo wa wewe kusoma. Haya, toa alifu ile usomesha alipetete. Utupe ile ilmu ulosoma Sultuma, ulosoma Al-Azhar. Utaisoma vipi? Hawa elimu ni kitu muhimu sana, na wanafunzi wote ambao wengine ni mashehe hapa, naomba sana
muwape heshima na muwape adabu kubwa na muwatake radhi kila wakati. Usiwaudhi hao walimu, kazi ni kubwa. Mimi nimesafiri wakati fulani kwenda ng'ambo, nakutana na rafiki yangu mmoja ananiambia, wallahi ustaz, mimi sikujua wewe umefika mbali. Nikamwambia vipi? Ananiambia kuna shekhe mkubwa sana hapa ni msikiti wa London. Jina lake sijui ni Zulfikar. Sijamjua mpaka leo. Ananiambia asema akutafuta kushukuru kwa ulimsomesha akiwa mdogo. Leo amekuwa shekhe mkubwa. Sasa baraka lazima zitaingia hapo. Hawezi ingia. Unaona ni shekhe mkubwa kilemba cha fungo mara 3 kumdharau yule alokusomesha. Hata kama dakika moja umesoma, huwezi kumlipa. Na ndio maana wazee wetu wakafaulu. Leo tunakwenda shaghala baghala kwa sababu ya ushindani. Mtu hutaki kufuata ushaji, unajua sana, hutaki kumsikiza ustadi wako. Hutaki kufuata mawaidha wala kutafuta nasaha kwa wazee. Wazee bana taimia ilikwisha. Ilikwisha na kasida mnazosoma Mwenyezi Mungu lini nyinyi? Maulidi ya damu na mamburuye yamefika 100 na miaka 100 na hapa tukipiga hesabu nafikiri itafika huko. Inshallah jamani, tutieni hima, tufanye bidii sana katika kusoma na kusomeshana. Ndio, sasa kuna maulidi mengi, hata mengi tuambiwa watu Murang'a nani wote walikuwa hapa, lakini hivi ni tarehe tunataka wazazi wazee watufanyie kumbukumbu. Sisi hatukuyawahi haya. Tulikuta mahema tu kifungo huku, watu wakileta na malori na matrakta na mabasi. Maulidi yalikuwa makubwa kweli hapa Majengo. Watu wakikesha mpaka asubuhi. Wazee watatucorrect kama tumekosea, watatukosoa. Lakini sasa twaja kuonesha umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusomeshana na kupata mafunzo. Juzi Amerika wamekubali kuwa katiba yao wasingeweza kuitengeza constitution yao, ila ilibidi wafate constitution ya Kiislamu. Wamekubali openly, iko wazi. Sisi tuliopewa ile tushatupa, hakuna kitu tunachofuata sisi. Watu wanufaika na elimu zetu za kidini, na hiyo yote inatokana na system vile inapokwenda. Sasa hivi nawaonya kuna jambo linakuja katika hizi zako tulifikiri za kupiga watu vita za fikira. Hizi watu wapigani na panga wala bomu, watu wavurugu akili. Kuna hii LGBT ya mambo ya uhanithi na ushoga na mambo mengine, wamejaribu kuingiza katika Uislamu, wameshindwa. Wenyewe wanasema wamefaulu katika kanisa. Miaka 20 wamefanya kampeni, wamefaulu katika kanisa. Sasa hivi mpaka ndoa za jinsia moja zafanywa kanisani. Tumshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuwekea mikakati ambayo imetupa sisi obstruction ya kuweza kuingia kama pale imetuzuia sisi kuweza kuchotwa, lakini tufuatwa na akili zingine. Sasa wanaleta kujaribu yale mambo yazungumzwa sana, maona ma-TV, chungeni watoto wenu katika ma-TV. Sasa openly wazungumza mambo ya watu wa jinsia moja kwa marafiki kwa nini, alafu inakuwa wale watu wanaonewa, mkiwa kinga na kuonewa. Hapa Kenya tumepewa msaidizi sana, umetusukuma sana ili tuwekwe sheria ya kukubali mambo kama yale, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka sasa haijapitishwa, lakini hiyo movement inaendelea. Sasa wamesema washamalizana na Wakristo. Kwa miaka 10 wamewajaribu Waislamu, wameshindwa. So they are taking a new approach. Na hii approach ikiwa nini, ndio vijana mutaletewa modernization, digitalization, mwambia ndio mambo ya kisasa. Hizi ni fikra za kizamani. Haya, ushamwambia ustadhi wako wewe bana, wewe ni si digital bana. Wewe hao wajui kitu hao bana. Sasa unaanza kuangalia yale mambo kwa mwangalio mwingine. Mwangeni Salman, Mohammed bin Salman, angalieni alipokuja, ametayarishwa kule Amerika, amepikwa, akaiva, ameletwa sasa hivi. Ni Crown Prince, lakini kucheza mchezo wa ajabu mpaka Wasaudi wamevurugwa akili zao kuja kuona mambo fulani ni sawa. Madisco, wanawake sasa wakipa hijabu moja kwa moja, mambo mengi yaendelea. Tuwashukuruni walimu wetu na tuheshimuni na tuwafati kila wakati, tupate ile elimu. Kama yule mwanafunzi alipojiona anajua sana, akaanza kumpigia nyimbo mwalimu wake, amwambia
hapana jingine fundi, hapana jingine fundi. Lakini kisha kuwa fundi mkubwa sana, atambuliwa na wafalme, kila mtu alio huyu ndio mwenyewe muhunzi wa hali ya juu sana. Baada ya kwa vile akapata kibri, akaona sasa hakuna kingine, nitasoma nini kwa ustadhi bana, hajui chochote huyu. Sasa yule shekhe kumbe kwa nyumba ya pili amsikia, akamwambia jingi liko wewe, jingi liko wewe. Ikafika wakati akaambiwa ule muhunzi ambaye ndio hodari sana katika ule mji aletwe kwa mfalme. Mfalme ataka amtengezee kitu. Basi akajitokeza haraka ndio mimi. Akaenda akaambiwa, nataka umtengezee binti yangu mimi, na umtie roho kila kitu awe vile binadamu alilokuwa. Sasa sikumbuki kama binti yake yule mfalme alikuwa amekufa au alikuwepo, lakini almuhimu mfalme alitaka atengezewe yule binti. Basi wana ule kichwa kikamuuma, kila akijaribu ashindwe, binti amtengezaje binadamu. Usiku mchana yokesha, mpaka ikafika time imebaki siku moja au mbili tu, mfalme kila siku atumana, kichwa chako halali yangu ufanye hivyo. Bwana ule akabidi nenda akampigie goti mwalimu wake, tuheshimuni walimu jamani. Kenda akamlilia ustadhi bana, amwambia wallahi mimi kesho nina kukatwa kichwa mimi. Kweli nilifahari nikatakabari kwa mimi najua sana, lakini nimekuja kujua hakuna nalojua. Sasa akamwambia nikwambie jingi liko, jingi liko. Sasa akamwambia kwa kuwa umekuja kuomba msamaha, mimi nitakuokoa. Akamwambia mfalme wataka makaa ya magamba ya ndizi. Yale magamba ya ndizi yatengezwe makaa. Alafu kutoka kwa yale makaa wewe utaweza kupigia mwisho tengeza kila kitu. Nebaki hiyo tu. Si mfalme kama kawaida zamani, piga la mgambo, ndizi zote zikatwe, migomba yote kwa mfalme yote. Ikaletwa mikubwa midogo, kile kichomwa tukajibu. Kile kichomwa jivu, hakuna mkaa au mgomba. Basi ustadha akamwambia sasa, nenda kamwambia mfalme ukiniletea makaa ya mgomba utakutimizia kazi yako. Sallu ala Muhammad. Hii ni ilmu ambayo inatokana na uswa ambayo tulipata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya hikma na adab na busara. Mwambie wazee mtawashinda mbio, mwashindi nini? Busara. Hivyo inshallah, kama ninasema vizuri ni kuambia Mungu, kama ninamkosea mtu nimemtouch mtu nimemshika mahali, jamani samaheni. Sikunuia hivyo. Lakini mimi kuamini mwalimu na nimesomesha siku nyingi. Madarasa ya kwanza hapa California mimi ndio nilisomesha, ingawaje ijulikane. Kwa nasomesha nyumbani, mimi nakwenda skuli, nikitoka skuli jioni nasomesha madarasa hapa. Mkiuliza mtaambiwa inshallah, hata baadhi tunafikiri kuna baadhi ya wanafunzi wangu hapa. Lakini watoto wa kike ajabu kumbuka ustadhi wao. Kwa ustadhi. Wengine mashehe wana hata ujui kama ulimsomesha mtu. Inshallah Mungu atupe taufiki, watu wawe wenye kusoma na kusikia na kuheshimu walimu wenu, msiwaache, shikeni mkono. Hata wakiwa wakali, wakatumiwa na kwa wakali. Lakini walimu wanakuja na dharauliwa, mtu akishapata kijisenti chake pale akaitwa mahali hivi nini, akaenda mahali shak. Unamsahau mwalimu wako. Tafadhalini walimu, wasia walimu. Inshallah tuweze kuwalipa. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe baraka zao. Wabillahi tawfiq. Kama ninazungumza sana samahani, lakini ilikuwa ni emotion, nilitaka sana wewe ujumbe upitishe, ndio watu wakitoka hapa wende wawape na wenzao. Inshallah kama nakosea ni mwanadamu sana. Inshallah nimepewa amri na Sheikh Abbas kuzungumza, ilikuwa ni makamu yake haya, na nikasukumizwa na vijana wafanya kazi kubwa, lakini hayo tutazungumza katika kalimatu shukri. Inshallah kwa sasa hivi ningependa kabla sijamaliza khutba ni mualike ndugu yangu mdogo wangu ambaye siku nyingi sijamsikia na mpenda sana kumsikiza mawaidha yake. Na mara nyingine ukataa mimi nikimwalika. Lakini leo kama mkubwa wake nasema asikatae. Nani Al-Habib Ustadh Abdallah Mbwana, tutamani kukusikia katika sherehe kama hii, tutupe mawili matatu ili tutoke na manufaa inshallah. Baada ya hapo mzee wetu Yusuf Mzigo tutampa dakika 5 na atupe nasaha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alayka
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلوا على محمد. Baada ya kukuwa ishara ya kusimama, sikuwa na budi nisimame kama alivyosema ndugu yangu mkubwa wangu Shamsuddin. Nimesimama kwa kufuata amri tu, lakini hakukuwa na haja hata kusimama. Aliyozungumza ni mazito na yafaa tuyazingatie. La muhimu katika hadhara kama hizi, mimi hupenda sana hawa ambao wao watuitwa sisi walimu, lakini wao pia ni walimu. Wao ndio wakizungumza hafla kama hizi, kwa sababu sisi kusimama sehemu kama hizi, sisi tulipata kwa walimu wetu na sisi tuwape wao. Haya mambo kufika hapa ni kwamba wao walituachia na sisi sasa tuachie wao. Isiyo sisi kila mahali tutasimama, tuwache wao. Ikiwa kuna pa kuratibishwa turatibishe. Mambo ya kutanabaishana, hakuna litakalozungumzwa litakuwa ni geni. Ile litakalozungumzwa limeshazungumzwa na watu ambao ni mafasaha zaidi, lakini ni kutanabaishana na kukumbushana. Wiki mbili nafikiri kama sikosei, ama ni wiki moja, tumesherehekea kuna siku tunaita Mashujaa Day. Ndio Mashujaa Day, yani siku ya mashujaa. Ushujaa wao wale ambao tuwatangaza waliitetea nchi ya Kenya, si ndio hivyo? Sisi tuna mashujaa ambao wameitetea dini. Mpaka leo wewe ukaweza kuitwa Muislamu, una mashujaa. Je, tuwafahamu wa mashujaa? Mashujaa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tabiina waliokuja baada ya masahaba, ni tabiina, kisha wakaja mpaka wakaja hawa walimu waliotaja Sheikh Shamsuddin. Wote hawa ni mashujaa. Sasa siku zote waambiwa usicheke kwa meno ya mwenzio, cheka kwa meno yako. Umeshasifu fulani alikuwa shujaa. Hapa Majengo alhamdulillah wamepita mashekhe wengi, wanavioni wengi wazito, na kila wakitajwa watu wakumbuka zile sira zao. Sasa suala, mimi na wewe, ushujaa wetu ni ushasababisha mtu gani ambaye si Muislamu aingie katika Uislamu kwa kutumia ushujaa wako? Haya ndio maswali atakao ujiulize. Sasa kuna maswali mafupi tu ili ujue kwamba mimi ni shujaa ama si shujaa. Vipi swala ya asubuhi waswali kwa jamaa msikitini? Takbir, Allahu Akbar. Ushujaa sio mimi nasaga gomba kilo 2 saga dei. Wasaga upati unga, ndugu yangu, wasaga nini? Kinachosaga utoa unga. Sasa wasema wasaga unga kwa, na hata ukiupata hutumiki, ni wazimu. Watu wa meno. Kuna hadithi tumezoea mara nyingi kuizungumza wakati ukitokea kifo, kama kwamba maana yake imehusishwa ni wakati wa kifo tu, lakini nataka kufafanua kifo hapa. Hadithi yenyewe imezoeleka, hata watoto wadogo wajua. Idha mata ibnu adama inqata amaluhu, mwanadamu anapokufa amali zake zafanya nini? Zakatika. Sasa mtu akwambia bwana, itakuwaje bwana amali zake zishakatika? Wewe anza kusoma hikma, wapita kalamu, hujafahamu. Inqata amaluhu, amali zake zimekatika, hana tena kuswali, hana tena kufunga. Sawa? Kwa sababu ukisema inqata amaluhu, mfano baba yako hakuwahi kwenda kuhiji na alikuwa nao uwezo wa kuhiji, ama alikuwa hana, lakini wewe Mwenyezi Mungu akakupa kazi ya kuweza kumsimamia baba yako kwenda kahiji, ukampa mwalimu yote ama Muislamu yote, bwana hii gharama nataka ukamhijie babangu.
thawabu zitafika kwa babako ama hazifiki? Ni amali yake ile. Alihiji babako. Sasa itakuwa hukufahamu hadithi. La pili, maana tuambia ya kwanza, sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea. Usidharau mahali kwa jengo msikiti, mahala kwa jengo madarasa, mahala kwa jengo nyumba ya mayatima. Usiseme hii 1000 tu. La, 1000 wapata mfuko mmoja wa simiti. Na huo mfuko mmoja wa simiti ndio utakaoenda kukushufaia siku ya Kiyama. Ukamshinda aliyetoa milioni 10, kwa sababu siku ile wewe ukitoa hiyo 1000 ilikuwa ndani ya mfuko wako una 1200 ama 1500. Kwa hivyo umetoa kiasi kikubwa cha kuchangia msikiti kama huo. Au ilmi yuntafa'u bihi, ama ukafundisha elimu ile ikaleta manufaa. Hapa ndio nitakukalia kidogo nifafanue hapa. Au ilmi, wenye nahau wako hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ama elimu aina yoyote ambayo italeta manufaa. Kwa sababu mwingine anasema mimi sikusoma, atamsomesha vipi mtu? Hujafahamu pia hapa. Elimu ambayo italeta manufaa. Wewe si mwalimu wala hukusoma, lakini ukamsimamia mwalimu ili akaweza kumsomesha mwanafunzi mpaka akaelewa, wewe pia umeingia katika au ilmi yuntafa'u bihi. Wewe hukusoma wala huwezi kumsomesha mtu, lakini ukasimamia mtoto fulani ambaye wazazi wake ni wadhaifu, hawezi kumsomesha, ukamsimamia mtoto ule akasoma, akaenda akasomea kazi yoyote, ile kazi ikamnufaisha yeye na ikanufaisha jamii yake, wewe umeingia katika au ilmi yuntafa'u bihi. Leo kama alivyotaja ndugu yangu, walimu wa madarasa wamedharauliwa, walimu wa madarasa wamepuuzwa, na mimi nawafahamu kadhaa ambao wameacha kazi ya kusomesha. Mtu ameamua akafanye kazi mahali pengine, lakini awache kazi ya kusomesha. Na sababu ni nini? Na wewe, mimi ikifika yani mahali kama hapa, hupenda sana kuzungukia wanakamati wanaosimamia madaris na wanaosimamia misikiti. Walimu ndugu zangu waumia. Kuna madarasa hazina mahala pa kutegemea, misikiti haina mahala, lakini kuna misikiti ambayo yaweza kumsimamia mwalimu akasomesha na akaswalisha vizuri sana, lakini hamakinishi mwalimu kama ule, atapewa mshahara 5000. Utampa mwalimu shilingi 5000. Mwalimu yule ana watoto, ana bibi, ana nyumba atakakulipa. Kesho ukimwona mwalimu amemchorea mtu talasimu, utazunguka ukimtangazia mwalimu yule afai. Mwalimu gani ule? Mwalimu gani? Na yeye ataka kuishi. Siwaambii kuchora hayo yafaa. Usiseme ustadhi imeshatoa fatwa jamaa tukachore matalasimu. Lakini aliyesababisha mwalimu achore talasimu nani? Si wewe ndio umemwambia? Kuanzia alikuwa hajui bei ya zafarani mpaka amejua. Na inauzwa wapi ajua duka fulani. Ameisevu na namba yule mwenye duka kabisa. Tamtuma mtu wa bodaboda yuaje ampe zafarani kikebe kimoja. Tena uandikiwe kombe ama utatiliwa rangi tu shauri yako. Kwa sababu sisi ndio tumesababisha hawa walimu wayafanye haya. Na kama nimemgusa mtu, samahani. Wajua hizi aya mtu atakwambia ustadhi pale umelenga mimi. Sasa ni mlenge nani? Ikiwa ni wewe imekulenga aya moja kwa moja. Sijakutaja jina, lakini ukijijua ni mmoja wao, hii aya imekuja kwako moja kwa moja. Walimu
Jamaa, nataka pia nasaha kwa walimu wenzangu. Tumesomesha miaka kusomesha, alhamdulillah. Nina fikra tu kwa walimu wenzangu ambao wako hapa mbele na wengine wako nyuma. Ndugu zangu, watoto wetu sasa hawasomi, dini haisomwi tena, kwa sababu mtoto ni Jumamosi na Jumapili, na hiyo Jumamosi yenyewe utampata saa 8, na Jumapili mama yake ashampangia nda kwa anti yake nda kwenye nyaki. Sasa watoto watasoma wakati gani? Wallahi itafika wakati, wewe baba na kina mama unisikia hapo, itafika wakati mzazi atakufa hana wa kumuosha, kwa sababu watoto hatukuwasomesha dini. Utakwenda kuzikwa bila ya kuswaliwa. Manake kuswaliwa, swala ya maiti ni swala maalum. Sasa hiyo mtu atasimama tu, wewe ona asoma alhamdu, kumbe yeye yokuta uradi wake. Sasa hii swala ya maiti, sasa umekwenda kuzikwa bila kuswaliwa, umekwenda kuzikwa bila kukafiniwa. Nilipata habari si mbali, nikaambiwa kuna vijana, sitaki niseme ni kweli ama ni urongo, lakini niko karibu, hebu yafanyeni uchunguzi ya mambo. Nimeambiwa kuna vijana pale makaburini si Waislamu, lakini wajua kuosha. Sijui kama kuna mtu ameniambia, mtu mzima aliniambia, wallahi ustadhi, kuna vijana wako hapa, maiti ikiletwa ya Kiislamu watamuosha ni wao, watamkafini ni wao, nyinyi atawachia kuswalia na kuzika tu. Na Waislamu tuko hapa. Mambo kama haya yataka tuyachunguze. Fikra niko nayo kwa walimu wenzangu. Kuna msemo wa kidini wasema, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, lisilopatikana lote haliachi lote. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, lisilopatikana lote haliachi lote. Tushajua hawa watoto wetu hatuwapati isipokuwa Jumamosi na Jumapili, lakini watoto hawa ambao tuko nao jirani hawako mbali, tuweza kuwekea wakati baina al-maghrib wal isha, saa moja, angalau mtu aweze kuisoma Qur'an. Wallahi kuna watoto kuswali hawajui. Mtoto saizi amefika university hajui kuswali, kesho mtarajie nini? Inna lillahi rajiun. Haya ndio mambo yafaa tukumbushane. Ukienda misikiti kadhaa, iwe ni ya kusoma maulidi ama si ya kusoma maulidi, jaribu ukae nyuma uangalie watu wanavyosujudu. Wanasujudu vipi? Hii miguu huku utafikiri ni bembea. Ndio swali wewe. Na ana sita mashaallah, miaka 20-40 waswali, lakini namna ya kuswali hajui. Kwa hivyo jamaa, baina magharibi na isha ni wakati mabruk sana tena. Ukisikia tarehe kule Pwani, mashekhe wengi ambao ndio walikuwa makadhi wakubwa walikuwa wakisoma baina al-maghrib wal isha, saa moja. Wewe utasema saa moja, lakini siku 30 masaa mangapi? Masaa 30. Kama utasoma hadithi kila siku, hadithi moja ni hadithi ngapi? 30. Ni aya ngapi? Aya moja. Miezi mitatu ni ngapi? 90. Kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo ndugu zangu, kusimama hapa ni kutanabishana kama nilivyosema. Tutengeni wakati hawa vijana tuwashike. Watoto wa kike na wa kiume wasomeshwe. Mtoto wa kike yuwapata ada zake za kila mwezi, hajui namna ya kujitohirisha. Na maana yeye kwamba hajui kujitohirisha, mamake mwenyewe hajui kujitohirisha, atafundishwa na nani? Na maana mamake hakufundishwa, hakusoma.
Ndio maana ukaona kulikuwa na maswahaba wa kike. Mmoja alikuwa ni mwalimu mkubwa, ni bibi Aisha ambaye alikuwa ni bibi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati inafika mahala mwanamke atakuuliza maswala utashindwa namna ya kumjibu. Sasa wanawake maswahaba ambao walikuwa ni walimu, Mtume ikifika hapo anamwambia nenda, ingia ndani huko, mama yako Aisha atakwenda kukufundisha ufanye nini baada ya kupata tahara. Utakuta wa mama mtu yuwaswali na janaba lake siku zote, yuwaswali hana tahara. Kwa sababu gani? Amekwenda kuoga, kwa sababu jana alikwenda saluni, na saluni ni 3,000 5,000. Nywele zimetiwa dawa, kwa hivyo akitia maji zitaharibu zile. Sasa yuwaoga kuanzia kwenye shingo, ambapo mwili mzima inatakiwa uguse maji na nywele. Sasa ikiwa umeanza kwenye shingo, hiki kichwa utaoga siku gani? Na hizi swala unazoswali uliswali vipi ukiwa huna tahara? Haya ndugu zangu ni kutanabaishana. Hii fikra ya darasa tuweza kuweka baina ya Jumamosi mpaka Jumatano. Leo tukisomesha Qur'ani, kesho tutasomesha fiqh. Qur'ani tusisome leo. Kesho kutwa tuangalie somo lingine. Kesho kutwa utaona, wallahi baada ya mwaka mmoja utanikumbuka. Utaona vijana wamebadilika. Wamebadilika kabisa. Hawa watakana kesho pia waswalishe hawa. Si tutaondoka, hawa watakana kesho ndio muadhini, ndio maimamu, ndio wenye kusimamia msikiti. Sasa ikiwa hawakusomeshwa watasimamia na nani? Ndio hawa maiti zetu sasa wakaenda kaosha na watu ambao si Waislamu. Na ule akijua alhamdu kesho si atavaa kilemba tu aje aswalishe hapa. Utamjuaje? Ni makosa ndugu zangu, ni makosa makubwa. Kwa hivyo nafikiri nimefikisha ujumbe, na wakati umesonga, hata baadhi sijavutwa kanzu, lakini naona wakati umetosha, tutaadhini, tumedua. Ndio. Sasa tu ndani ya mandugu. Sasa صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة كتابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. احفظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقطارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، والحقق وحقه من المؤدين، والعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، ورجعنا به إليك مستشفعين، أن يقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصرها العبد ووسلم وآله وظهره، وعم ببركته
وجهه وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مشهورة واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف شر المعتدين والظالمين وارزق العدل وهداية الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعارضين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kwanza tuombe msamaha kidogo. Sheikh Yusuf ametajwa chairman, lakini hakupewa nafasi. Kwa niaba ya kamati ya msikiti tuwashukuru sana kwa kuhudhuria siku ya leo, na kama tulivyoelezwa, kwa nini tusherehekee siku ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa. Jana tulielezwa katika tabia ya Mtume wao ilikuwa alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana wake zake, anapenda sana binti zake. Alikuwa ni mtu hakujisifu, ingawa Mwenyezi Mungu alimsifu. Na leo tusimama hapa dunia hii bila Facebook, bila WhatsApp, Uislamu kwa sababu Mtume wetu imekuwa dini ambayo ni dini ya ukweli, na watu wanazidi kupendana. Kwa hivyo tuomba tuzidi kupendana, na kama tulivyoelewa katika historia ya Uislamu hapa watu wengi walisilimu kutokana na maulidi. Swala la Rasul. Walipoona vile Waislamu wanapendana, vile Waislamu wanavovaa, na undugu ambao uliimarishwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine, watu wakaingiwa na wingi wa kupenda dini ya Kiislamu. Kwa hivyo twende mbele tukijigamba kuwa hakuna dini ya haki isipokuwa dini ya Kiislamu, na Mtume Muhammad ana haki kusifiwa. Swala la Rasul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo inshallah hawa watoto wa vizuri huko tutawaangalia visiwe ni wakati wa maulidi, nafsa ya karamu ile watupa watoto baadhi inshallah. Kwa hivyo tutakimbiwa, na kabla kukimbiwa